Jamani, karibuni kwenye kipindi. Asante. Tuanze na dada Benadetta. Karibu sana. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Asante madam. Mimi nimewasikia kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya hapo nikatafuta simu, nikawa nimeangalia video, nikasikiliza. Baada ya kusikiliza, nikawa nimechukua namba pale chini, nikapiga simu. Nilipopiga simu, nikaambiwa nitapigiwa saa 2 asubuhi. Nikasema sawa. Ilipofika saa 2 asubuhi nikawatafuta, wakaniambia niwape muda kidogo. Baada ya hapo nitawarudia. Nikawa nimewarudia muda wa mchana, wakaniambia sawa, tunakusikiliza dada Benadetta. Nikasema mimi ninahitaji kazi. Wakasema unahitaji kazi gani? Nikamwambia nahitaji kazi ya malezi. Wakaniuliza na experience, nikasema ndio, ya mwaka mmoja, lakini sio ya mkataba, ilikuwa ni ya kuunganishiwa na mtu. Alikuwa anafanya kazi pale alikuwa rafiki yangu. Alikuwa anafanya kazi kwa Mhindi mmoja ambaye alikuwa na watoto wawili, mmoja wa miaka 2.5, mwingine wa miaka 5. Kwa alihitaji mtu ambaye anaweza kumsaidia kubaki na watoto pale nyumbani. Kwa sababu dada alikuwepo, yeye kazi yake ilikuwa ni mapishi tu. Baada ya hapo akawa amenitafuta mimi, akaniambia mdogo wangu mmaliza kidato cha 4, una uwezo wa kukaa na mtoto? Nikamwambia ndio ninao na uwezo huo. Akaniambia sawa, njoo uongee na boss. Baada ya kuongea naye mtaelewana na atakupa kazi hiyo. Nikamwambia sawa. Nikafunga safari kutoka Shinyanga, maana nimemaliza masomo yangu hapo. Nikawa nimekuja mpaka Dar es Salaam. Nilifika Dar es Salaam, nilipokelewa Mbezi. Baada ya kupokelewa Mbezi nikapelekwa moja kwa moja Ununio. Nilifika Ununio nikakutana na Mrinzi akanipokea, akaniambia taarifa zako ninazo, utaonana na ndani alafu dada atakupeleka sehemu husika. Nikapelekwa kwa dada akanipeleka sehemu husika na akanieleza, akaniambia tayari nishaelekezwa mimi, kwa mimi ndo nitakuwa na control kila kitu hapa. Nikamwambia hakuna shida, kwa sababu wewe ni mtu ambaye nakufahamu, tumekuwa pamoja kijiji kimoja, unanizidi tu umri, naomba unielekeze na unisaidie kwa pale ambapo nitakuwa nashindwa. Akaniambia hakuna shida. Alinipokea vizuri sana na nikawa nimefanya naye kazi kwa muda huo wa mwaka mmoja. Baada ya hapo alihitajika kuondoka. Kwa hiyo Mhindi aliondoka. Baada ya kuondoka aliondoka na yule wa mapishi. Mimi akawa ameniacha. Kwa muda ambao nilikuwepo pale, nilikuwa nikijifunza vitu vingi kupitia yule dada. Kwa mfano kama swala la kupika na swala la kufanya usafi na vinginevyo ambavyo vinahitajika kwenye maisha ya binadamu. Vingi nilijifunza kupitia yule dada. Of course mimi nimekulia maisha ambayo kidogo ni kijijini, kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sifahamu. Kwa nimevifahamu kwa kupitia yule dada. Kwa nilivyoona ile video nilishawishika. Kwa sababu nilikuwepo nyumbani tu, nimepanga, nimeshalipa kodi ya kutosha, lakini nilikuwa sina kazi. Kwa nikashawishika. Ya hapo Ununio. Hapo Malamba mwisho ndo ambapo nimepanga. Kwa hiyo Ununio kazi umeshaacha? Aliondoka, aliondoka na yule dada wa upishi, ila wengine wote Aliondoka kwenda wapi? Alirudi kwa huko. Kwa mimi nikawa nimebaki. Ila dada alinisisitiza. Ulikuwa unakaa kazini au ulikuwa unafanya kazi hapo kazini? Kwa sababu muda wote nilikuwa busy na watoto. Ndio. Kwa hiyo ilikuwaje sio kama kwenda kupanga na kazi una? Baada ya kulipa ile pesa. Ile pesa niliona niende nimtumie mama afanye mahitaji ya kule nyumbani. Iliyobaki nikaona nichukue chumba, ila nina mjomba wangu ambaye yupo hapa na amejenga. Niliona sio vema sana kwenda kuishi kwa ndugu, kwa sababu ukiishi na ndugu akili haipanuki kivile. Ila ukiwa unaishi mwenyewe, ukajua majukumu yako, unahitaji unahitaji ulipe kodi, unahitaji ufanye hiki na kile ili mambo yako yakae sawa. Ni vyema ukae mwenyewe, ndo akili inakuja mbali zaidi. Kwa niliamua kukaa peke yangu, lakini nilikuwa karibu sana na mjomba kwa ajili ya kumuuliza mambo ya hapa na pale. Kila kinachonishinda namuuliza mjomba, na hata nikiona sielewi kabisa nilikuwa nikimfuata na kumuomba tukae chini tuzungumze. Hata masuala ya afya nini, nikipata shida ya kiafya nilikuwa naanza na yeye kwanza kabla ya kwenda hospitali, napitia kwake kwanza ili ajue kama nina tatizo 1 2 3. Kwa yule ndo kama baba, ndo mlezi, ndo kila kitu kwangu mimi hapa mjini. Ila na wazazi wote wawili wapo hai, wako mkoani. Okay. Kwa hiyo sasa kama ulikuwa umeshapanga na huku kazi zetu za kwenda kuishi na kuaje? Hakuna shida, nishazungumza na mjomba na akawa ameniambia kila kitu ambacho ninacho mimi nitarudisha nyumbani. Kwa maana hiyo niende nikafanye kazi ili nitimize lengo. Lengo langu kubwa mimi lilonishawishi zaidi kufika hapa ni kutaka kutimiza lengo langu la masomo. Mimi nimeishia form 4. Lakini elimu yangu sio ambao nilitamani kuwa nayo.
kwa bado natamani kuongeza. Ndio. Kwa hiyo vitu umerudisha nyumbani? Hapa bado sijarudisha. Kwa sababu nilivyopiga simu, nilivyotaja tu nahitaji kazi, nikaulizwa vigezo nini, nikaambiwa nije ofisini. Baada kufika ofisini kuna utaratibu ambao nitafuata, kama nitakizi zaidi nitapatiwa kazi. Ndio nikawa nifika Jumatatu. Nilipofika hapa nikawa nimekutana na madam ambaye nilikuwa nikiwasiliana naye, nikawa nimemweleza mimi ndo ambaye nilikupigia simu, nikakwambia napatikana Maramba Mwisho, ukawa umenielekeza nifike hapa. Mimi ndo nimefika, akaniambia hakuna shida, utakaa na wenzio, utajifunza baadhi ya vitu cha kuzingatia tu, jua kilichokuleta. Nikamwambia asante madam, mimi nimekaribia. Sasa swali langu ndio hilo kwamba wewe ulishaanza maisha yako ya kujitegemea na chumba bado hujarudisha. Kwa hiyo haitaleta usumbufu ukifika kazini unasema naomba ruhusa nikaangalie chumba changu? Hapana. Na itakuwaje sasa? Haitaleta usumbufu kwa sababu nitalea kila kitu. Utarudisha lini na wewe ndio ushakuja? Ushakuja hapa moja kwa moja? Ndio. Nishakuja moja. Na kazi za hapa uliambiwa unapangwa popote? Unaweza kupangwa mkoani. Yaani ukiwa hapa uko jeshini, yani ile kuna bosi yuko Sumbawanga, haya. Yuko wapi huko? Umeelewa? Kagera huko, haya. Yaani hapa ukija hapa si tuko tayari kikazi. Ndio. Sio kwamba nipange si hatuna hizo. Mtu aliyekuja hapa ni mtu aliyeelewa kwamba sasa hapa yani ni kazi. Popote kambi. Nikishamaliza nimekusanya hela zangu. Yani sasa nitaamua nataka kurudi Dar, nikaishi kule, fanya biashara Shinyanga wapi. Ukishakuwa na hela yako utataka kwenda. Lakini ukiwa hapa manake si ndio tunakupangia hapa kwenda. Kulingana na mabosi wanavyokuja. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo sasa kama chumba bado hujarudisha itakuwaje? Hilo lina shida, nitawasiliana na mpangaji mwenzangu alafu nitampa maelekezo mjomba, atakwenda atavichukua na atavirudisha nyumbani. Kwa nini ukisimamia kwanza uhakikishe vitu vyako viko salama, umevirudisha ili unapokuja uje yani kamili kwamba ushamalizana na mambo ya chumba? Sababu kubwa ambayo ilinifanya nisimalizane zaidi kwa sababu hata kodi pia haijaisha. Ya afu pili imebakia miezi mingapi? Imebakia mwezi mmoja. Afu pili wakati ninawasiliana na madam hapa aliniambia kuna mimi nilivyokeza kwamba najua hiki na kile, akaniambia nifike ofisini kama nitakize vigezo ndipo nitapatiwa kazi. Sasa ile neno kama ndo ambao mimi ilinipelekea nisichukue maamuzi ya moja kwa moja. Kwa kuja hata na nguo zako? Nguo nimekuja nazo. Lakini ukawa kama vile hujajua kama yani kama huna uhakika kwenye hiyo kazi au umekuja kwa sababu hapa kazi ni uhakika. Sema labda useme kuna level ya kazi unatafuta. Yani kwamba katika zile professional, smart na traditional wewe ulikuwa unasema lazima nataka kazi ya vigezo fulani. Hivyo ndio lazima tukikuangalia tuhakikishe tumethibitisha unavyo. Sasa kama ni mtu tu unasema mimi kazi niko tayari kwa kazi yoyote, iwe traditional, smart, professional, mimi niko tayari. Wewe unakuja moja kwa moja. Kwa hiyo wewe ulikuwa umekuja kwa matarajio ya kazi ipi? Yani kwa matarajio ya mshahara upi? Labda niseme hivyo. Kwa upande wangu mimi sikuwa na limit ya mshahara. Basi kama haukuwa nao, ukuwa na sababu ya kuja kama kwa sababu si kazi za ndani na umetoka kuzifanya. Hauna sababu ya kuja kusikilizia. Watu wanaosikilizia ni watu wanaochagua kazi. Anakuambia kazi za ndani sitaki. Kwa hiyo anaangalia kuna kazi chache huwa zinatangazwa nyingine, hiyo inabidi aende kwenye mchuano wa interview, atakayeshinda ndio huyo. Kwa hiyo watu kama hao ndio wanaweza wakawa wako mguu ndani mguu nje, kwa sababu hajui hiyo nafasi itakuwa yake au sio, si ndio? Lakini kwa hizi kazi za ndani za mishahara ya traditional, smart na professional, hizo kazi zipo na wewe unatakiwa tu uwe kama ulivyosema, mimi sichagui. Kwa sababu huwezi kuchagua mshahara wakati uwezo wako mdogo. Kinachokupa mshahara mkubwa ni uwezo wako. Kwa hiyo sisi tunakaa na wewe, tunakuangalia, tunajua wewe ni dada walivyo hivi, tunakupangia. Umeona Kwa hiyo mimi naona kwako baba dada Benadeta, issue ya chumba inabidi uisoti kabla hujapangiwa kazi. Sawa. Isoti kwanza. Isoti ndio ukienda kazini umeenda, akili iwe imetulia. Usiende kazini huku tena, hello sasa vile nyumba anakuja vile vyombo zini ni wakati kama ni mwezi mmoja umebaki, yani ni lazima tu uende ukahakikisha kila kitu umekiweka sehemu yake, then ukienda kazini umeenda. Tuliza akili. Sawa? Shida mimi kuelewa, maana hilo ni swala la siku moja tu unaweza kufanya. Sawa. Hata hivyo unaonekana unajitambua
unajielezea vizuri. Inawezekana kweli huko ulikofanya kazi umepata uzoefu. Kwa hiyo na kuona dada ambaye ni miongoni mwa dada ambao wanaweza wakafanya vizuri. Sina uhakika kwa sababu wengine wanajielezeaga hapa vizuri, lakini unapokuja kwenye utendaji wanatuangusha. Lakini nasema potential unayo. Sasa hiyo potential yako tutaiona kwenye vitendo. Kwa sababu hapa mnapokaa tu kituoni ni sehemu ya kuassess. Yaani nyinyi hamkai tu hapa bure. Mnavyokaa hapa sisi ndio tunawamonitor. Tunaangalia nani traditional, nani smart, nani professional. Unaelewa? Kwa hiyo karibu sana. Asante madam.